Ya, ni wakati mzuri sana, tuko ndani ya headquarters za The Soas Evangelistic International Church. Kama unavyoona ibada imemalizika na tunachoenda kukifanya sasa, tunaenda kufanya challenge za Biblia. Cha kufanya usiondoke hapo, bonyeza alama ya subscribe, share, copy link, share kwa watu mbalimbali na Mungu akubariki. Asifiwe. Amina, amina. Unaitwa nani? Naitwa Dorothy. Dorothy, naona umeshikilia hela tutajiri. Sawa, sasa dada, nina maswali hapa kadhaa. Pasaka ni nini? Pasaka ndio ni ukombozi, yani kwa ninavyojua maana neno Pasaka ni ukombozi. Pasaka ni ukombozi Maisha yetu. Ukombozi wa maisha. Ni nani aliyemsaliti Yesu kabla ya jogoo hajawika? Aliyemsaliti Yesu ni Petro. Alikuwa anaitwa Petro? Yes. Kabisa? Yes. Una uhakika? Aliyemsaliti Yesu mara 3. Aliyemkana, by the way, hakumsaliti, alimkana mara 3. Okay, ni nani aliyemsaidia Yesu kubeba msalaba wakati wanaelekea Golgotha? Aliyemsaidia Yesu kubeba msalaba alikuwa anaitwa Simoni Mkirene. Wow, uko vizuri, unasoma Biblia? Kabisa? Namshukuru Mungu. Unamshukuru Mungu. Amen. Unawaambiaje watazamaji wanaokuangalia au salamu kutoka kutuma kwa bishop wako kumtakia heri ya Pasaka? Salamu zangu tu ni kwamba wasome Wakorintho 5, wasome Wakorintho wa kwanza sura ya 5 mstari wa 7. Watakutana na neno la Pasaka. Pia tu niwatakie Pasaka njema. Waendelee kuishi maisha matakatifu, maisha ya kumpenda Yesu kama alivyokufa msalabani kwa ajili ya maisha yetu. Aliacha enzi, akaacha maisha mazuri ya mbinguni, akakubali kulipa gharama kwa ajili yetu. Kwa hiyo niwaambie tu kwamba waendelee kuishi maisha matakatifu ya kumpendeza Mungu. Pia ambao hawajamkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, wamkiri sasa, maana wakati uliokubaliwa ni sasa. Amen. Mungu akubariki sana. Amen.